tusitishe marumbano yetu, tuwe waungwana. Nilipoamka asubuhi, kwanza kabisa nilipata kifungua kinywa cha chapati ambacho kimeandaliwa na unga bora kabisa wa Azania. Umbali wa kutokea Arusha hadi katika kata ya Ngorikasi iliyopo Simanjiro mkoani Manyara ni kilomita zaidi ya 350, lakini kabla najaza mafuta katika kituo cha mafuta cha Total Energies kilichopo eneo la Jacaranda mkoani Arusha. Kinachonipeleka katika kata ya Ngorika iliyopo wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara ni kwenda kukutana na Mwalimu Kishai, ambaye huyu ametrend kwenye mitandao ya kijamii kwa jinsi ambavyo amekuwa akifundisha wanafunzi, lakini pia kwa nyimbo ambazo amekuwa akiziimba, jambo ambalo pia lilipelekea mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga kumuita ofisini kwake kwa kumpa pongezi kwa kile anachokifanya. Kwanza nitaka nikuone. Sawa sawa. Macho kwa uso. Lakini la pili, nikiwa kama kiongozi wenu wa mkoa, nadhani ninawajibika pia kwenye kuangalia namna bora gani ya kuweza kutiana moyo kwenye majukumu ya mazito tulionayo. Tunashukuru tumefika huku, kwanza ni mbali sana. Naam, kweli ni mbali. Ni mbali kwa kweli, safari ndefu sana kufika paka hapa. Kwa kweli sio kazi ndogo, lakini tunashukuru sana amefika salama. Na tunawakaribisha sana hapa shule ya msingi Juhudi, kijiji cha Ngorika, kata ya Ngorika, wilaya ya Simanjiro. Karibuni sana bro. Ni mzaliwa wa wilaya ya Bariadi, mkoa wa Simiyu. Kule nilizaliwa huko sababu wazazi wangu walipangiwa kazi huko, wanafanya kazi huko, lakini mimi tunasema domicile, yani origin yangu kabisa ni wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida. Kwa hiyo ni mtu wa Singida. Kishai ni nani? Kishai ni mwalimu. Kishai ni mwalimu. Nianzie wapi? Kishai ni nani, yani utambulisho? Okay, sawa. Kwanza kabisa Kishai ni mwalimu, kwa sasa hivi ni mwalimu, lakini pia Kishai ni mlezi wa watoto, Kishai ni baba, lakini naweza kusema kwamba Kishai tuseme ni kama mwanaharakati wa haki za watoto, kwa sababu ni mtu ambaye amesomea early childhood education. Kwa hiyo maana yake amesoma kuhusu elimu ya awali. Kwa hiyo ni mtu ambaye anafahamu vizuri watoto na ni mtu ambaye anapenda sana kucheza na watoto na kujihusisha na shughuli zote za watoto. Umesema ni baba. Una watoto wangapi? Mimi na watoto wawili. Kwanza ni Aaron, wa pili Daniel, ni mume pia. Una umri gani? Kwa sasa nina miaka 30. Awali walikuwa kufahamu. Ulianzia wapi? Kwa safari yangu kabisa ya kufanya kazi na watoto katika issue ya kuendeleza vipaji vyao, nilianza nikiwa Dar es Salaam. Kuna shule nilikuwa nafanya the private, lakini pia pale nilikuwa nafanya na watoto ila bado nikawa sijajiweka katika ulimwengu wa mitandao ya kijamii. Ila baada ya kupata fursa ya kujiunga na shule hii ya serikali hapa, shule ya msingi Juhudi, niliona pia ni vyema nikafanya na watoto hawa, kwa sababu watoto wa shule za private na watoto wa shule za msingi za serikali ni watoto wale ni watoto ambao wana akili za kufanana. Shida tofauti ni mazingira tu. Kwa hiyo niliamini kwamba hata hawa wanaweza kufanya au wanaweza kuishi kama watoto walio katika shule za private, yani shule za binafsi. Mimi niliomba ajira nikapata. Niliomba ajira ilikuwa mwaka 2023. Ndio nikaajiliwa rasmi mwaka 2023 mwezi wa 7 ndio nikaripoti rasmi hapa. Kwa hiyo niliomba mwenyewe na nikapata. Naam. Una muda gani hapa? Hapa huu ni mwaka wa 3 sasa. Maana kuanzia mwaka 2023 huu ni mwaka wa 3 sasa. Mwaka wa 3. Watu wameanza kukufahamu mwaka gani? Watu wameanza kunifahamu mwaka 2025. Kwa sababu mwaka 2023 nilipoajiriwa ilikuwa ni katika mwaka wa kutafuta vifaa. Nitafute simu ambayo ina kamera nzuri, nitafute vifaa vya studio. Kwa hiyo mwaka ambao nilianza kabisa kazi na watoto ni mwaka 2025. Ilikuwa ni mwezi wa 3. Kwa hiyo ndio watu walianza kunifahamu hapo baada ya kutumia mitandao ya kijamii kama jukwaa la kuonyesha vipaji vyetu. Tofauti na walimu, mimi ni mchoraji, nachora, lakini pia mimi ni mwimbaji kama unavyoona pale ninavyoimba na watoto, naimba pia mwenyewe, lakini pia napiga gitaa. Maana katika kuchora, nachora kwa penseli, nachora kwa rangi yote, lakini pia mimi napenda shughuli za mikono, maana yake ile handicrafts ya ususi kidogo, niko hapo katika hivyo vipaji. Kwa kweli video ambazo zimenipeleka zaidi mjini, ya kwanza kabisa ni remix ya Papa Ute
lakini pia kuna ambazo zinipeleka mjini kiasi kama ile ya nchi yangu, ile nchi yangu ni muhimu kwangu, kidogo itupeleka mjini. Lakini pia kuna wimbo wa Tanzania, Tanzania nchi iliyobarikiwa ya, lakini ambayo ilifunga kazi kabisa ni hii ya Papaute. Nadhani ni kwa sababu pia ya uandishi, lakini pia na melody ya wimbo ni melody ambayo imependwa sana na watu wengi kwa kweli. Kuna faida fulani ambazo kupitia sanaa yako ya uimbaji na baada ya wewe kuposti kwenye mitandao imeanza kukupa faida fulani? Kuonekana mtandaoni kumenipa watu ambao hata sikutegemea kama nitakutana nao. Yaani kumenipa watu wengi sana, na nikuja kugundua kwamba kumbe kuna watu walikuwa wanahitaji kujifunza kutoka kwangu. Imenipa marafiki, walimu wenzangu wa sehemu tofauti, tunashirikiana. Mfano kuna muda tushare nyimbo, tunashare labda zana za kufundishia, tunashirikiana namna kutengeneza zana na nini. Lakini pia kuna watu wanahitaji kufanya kama mimi, pia nakuwa na waelekeza vifaa gani vya kununua na namna gani ya kufanya, namna gani ya kuishi na watoto ili waweze kuwa rafiki yako na kunua vipaji vyao kwa urahisi kwa kweli. Lakini pia tumeona, nimekutana na mkuu wa mkoa, ni mtu ambaye bila kutumia mitandao ya kijamii sidhani kama ningekutana naye. Kwa hiyo nashukuru sana, imenikutanisha na watu wengi sana. Ya, kwa kweli alinishika mkono, na kwa kweli ninamshukuru sana mkuu wa mkoa, alinishika mkono, na nadhani kwenye video ilikuwa inaonyesha alinishika mkono vizuri kabisa, na kwa kweli amenipiga tafu pakubwa sana. Na vitu vingi alivyoniambia na ahadi kubwa alizotoa ni kwamba ipo siku akipata muda, maana ni mtu ambaye yuko busy sana, akipata muda mzuri atakuja kututembelea hapa na ataimba na watoto. Kwa hiyo mimi namuombea uzima wakati huo ufike. Lakini pia kuna mengine ambayo tulizungumza mengi sana ambayo kwa kweli mimi naweza kusema kwamba mkuu wa mkoa ni msikivu sana, na alinipa muda, alinisikiliza, na niliwasilisha kila kitu na changamoto zote, na alisikiliza na alitatua, na aliahidi kutatua pale wakati tutakapofika. Hapa shuleni kuna nyumba za walimu, na kwa kweli nyumba za walimu zipo kulingana na idadi yetu zinatutosha kabisa, na kuna sehemu nyingine hata nyumba ziko wazi. Kwa hiyo hapa nakaa kwenye nyumba ya shule. Nikianza kwanza na neno la kuambia Watanzania kwamba mimi naamini hapa sasa hivi nazungumza na walimu wenzangu, nazungumza pia na wazazi. Kwa hiyo nizungumza katika engo ya vipaji vya watoto. Wazazi wajitahidi sana kuvumbua vipaji vya watoto wakiwa nyumbani hapo. Lakini pia kwa mazingira ya shuleni, walimu wajitahidi sana kuvumbua vipaji vya watoto, kwa sababu kuna wengine kusudi la maisha yao limejengwa ndani ya vipaji vyao. Kwa hiyo tusipovumbua vipaji vyao, tunakuwa tunaua destiny ya mtoto mmoja. Lakini pia malengo yangu makubwa sana ni kufikia watoto wengi zaidi. Sio watoto wa shule ya msingi Juhudi tu. Lengo langu ni kufikia watoto wa Tanzania nzima, kwamba siku moja kuwe kuna academy ambayo mtoto akikuwa mkubwa atasema nimetokea kwenye mikono ya Kishai. Kwa majina ni Paul Sante Mrombo, mwalimu mkuu shule ya msingi Juhudi. Kupitia vitendo mwalimu anavyovifanya, somo lake la muziki na sanaa, watoto wanapata hamasa sana kuhudhuria shuleni. Wanapata hamasa sana katika kujifunza. Wanapata hamasa sana katika wazazi tunaomba wawalete watoto ili wapate elimu, kwa sababu elimu ni mkombozi wa maisha. Elimu ni nguzo, elimu ni nyanja ya kumkomboa mtoto kimaisha. Tanzania nchi iliyobarikiwa, yenye asali na maziwa, tuilinde isiharibiwe na wachache. Tanzania, tusitishe marumbano yetu, tuwe waungwana. Tushikane mikono, kumbatiane, ishara kupendana. Tanzania nchi iliyobarikiwa, yenye asali na maziwa, tuilinde isiharibiwe na wachache. Tanzania nchi iliyobarikiwa, yenye asali na maziwa, tuilinde